ama dua ambazo kwamba ziko baina ya swala zote za faradhi. Hizi ni dua ambazo kwamba utaleta baada ya swala za faradhi, ni astaghfirullah 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 mara tatu. Utaleta istighfari mara tatu, kisha ndio ulete Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yaudu salam. Kadhalika hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atuambia man sabbaha lillahi fi duburi kulli salatin 33, mwenye kumsabihi Mwenyezi Mungu baada ya kila swala mara 33. Baada ya kila swala, duburi kulli swala, dubur ni baada ya kila swala ukawa utaleta subhanallah 33 mara 33. Wa hamidallaha, na akamhimidi Mwenyezi Mungu 33 mara 33. Usipunguze, usizidishe. Hakikisha kile kitakachokusaidia wewe kwa kueleta hisabu kitumie. Ni vidole, tumia vidole. Ni tasbihi, tumia tasbihi. Ni kuweka vijiwe, tumia kile kitakachokuwa cha kusaidia wewe kuleta hisabu, ili usipunguze, ili usizidishe. Ingawa si makosa ukizidisha, kwa sababu hakuna kosa la kuzidisha kheri, ila ikiwa imepokewa kwamba haifai kuzidisha. Mfano, huwezi kuzidisha rakaa za swala ya asubuhi ni 2, ukasema ami leo najisikia niko fresh kweli, nataka nswali 3. Haitosihi. Adhuhuri huwezi kuswali 5, hata kama ni imamu amezidisha ya 5, wewe maamuma hufai kumfuata, seme basi nitaonekana mimi niko opposition. Hapa hakuna, haifai kumfuata imamu ikiwa yuwazidisha. Au sijida umeionea tamu ile sijida, ukasema sijida za leo peke yake ngoja niongezea 3, utakwambia itabatilika swala. Au rukuu, ukarukuu mara 2. Lakini adhkar waweza usikusudie, lakini lao ukizidisha haina neno. Uzuri ufungamane na vile vile ilivyopokewa kutokamana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye atuambia man sabbaha lillahi 33, mwenye kusema subhanallah mara 33 wa hamidallaha 33, na akamhimidi Mwenyezi Mungu mara 33, wa kabbara allaha, na akasema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mara 33, wa qala tamama al-100. Hizi ni 99. Akasema ya kukamilisha hisabu ya 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akasema neno kama hili, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Natija utakao kuipata, faida utakao kuipata kwa kufanya kitendo kama hichi baada ya kila swala, utasamehewa madhambi yako yalokuwa baina yako wewe na Mola wako. Madhambi yoyote baina yako wewe na Mola wako utasamehewa, hata kama ni mengi, mfano wa mapovu ya baharini. Fikiria wewe ile bahari na mapovu kiasi gani, kila wimbi lialo lina mapovu. Basi lao ingekuwa madhambi yako ni idadi ya mapovu ya baharini, utasamehewa. Lakini ni zile dhambi ambazo kwamba hazikufungamana na haki ya mtu. Usimtukulie mtu ardhi yake kisha akasema antaleta hizi. Basi usimtukulie mtu pesa zake, usimvundie mtu cheo chake kisha kusema mimi nitaleta hizi. La, ni zile dhambi ambazo kwamba hazikufungamana na haki ya mwanadamu ndani yake, zimefungamana ni baina ya wewe umemkosea Mola wako tu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hukusamehe kwa kufanya kitendo kama hichi. Angalia neema. Leo wangapi baada ya swala hata hawana hamu ya adhkari kama hizi? Na wanazuoni wamesema kwamba waweza